13. Gloria Milimu, KTN. Mamia watembea kwa miguu wamekamatwa hapa jijini Nairobi kwa kupuuzilia mbali matumizi ya daraja huku mamlaka ya kitaifa kuhusu usalama barabarani NTSA ikiimarisha utekelezaji wa sheria dhidi ya uvukaji usio salama wa barabara. Takwimu zinaonyesha kuwa watembea kwa miguu wanachangia takriban 38% ya vifo vinavyotokamana na ajali za barabarani hapa nchini, hilo likisukuma mamlaka kusisitiza zaidi matumizi ya lazima ya daraja kwa watembea miguu. Lakini ni kwa nini Wakenya huepuka kutumia madaraja haya? Mwanahabari Daniel Kariuki anaarifu zaidi. Kanda ya video hii imesambaa sana mtandaoni. Mwanaume mmoja anaonekana akivuka barabara kuu. Alipofika upande wa pili wa barabara, anagundua kwamba maafisa wa trafiki walikuwa wakimfuatilia. Kwa haraka anarudi tena, akivuka barabara hiyo hiyo yenye magari yanayokwenda kwa kasi. Ndio hali imekuwa ikishuhudiwa katika barabara kuu mbalimbali ndani ya kaunti ya Nairobi. Mamia ya watu wamekamatwa kwa kupuuza matumizi ya daraja za watembea kwa mguu, huku NTSA kwa kushiriki. Pia kumekuwa na hofu za kiusalama, kwani watembea kwa miguu wengi huhofia usalama wao kutokana na uwepo wa wahalifu na wachuuzi kwenye madaraja hayo. Takwimu za hivi karibuni za NTSA zinaonyesha kuwa changamoto za usalama barabarani bado zinaendelea nchini. Jumla ya watu 2150 waliaga dunia katika ajali za barabarani katika robo ya kwanza ya mwaka 2026. Kati yao 836 walikuwa watembea kwa miguu, ambao ndio wengi zaidi, wakifuatiwa na waendeshaji pikipiki. Madereva 188 pia walifariki. Ukipita chini unahatarisha maisha yako, na ni vibaya sana sababu pia daraja iko karibu. Wakenya wengi wamedai kuwa sheria haiweki wazi kosa husika. This is in accordance with the law because we can't do anything outside the law. Waliokamatwa wameshtakiwa chini ya kifungu cha 92 cha na kifungu cha 94 cha sheria ya trafiki, pamoja na kanuni za makosa madogo ya trafiki za mwaka 2016. Or crossing dangerously. So this kind of things would qualify under this particular provisions of the law. Commonly known in places like America, they call it jaywalking. The cases that you're seeing out in the road, which are difficult to enforce because we do not know. What is the cost of that in terms of safety? Kufikia Alhamisi, zaidi ya Wakenya 350 walikuwa wamekamatwa, huku mamlaka ikisisitiza kuwa kufuata sheria za trafiki ni muhimu katika kuimarisha usalama barabarani. Daniel Kariuki, KTN. Naendelea kutazama taarifa za KTN leo mtazamaji. Jioni hii tunakwenda kwenye pumziko fupi. Kuna taarifa zaidi zinakujia, usiende mbali.